Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz. Oh yes, bwana, fresh kabisa popote pale ulipo. Ni jioni nyingine nzuri sana. Leo ikiwa ni Jumatatu. Jumatatu bwana, inakuwa na pilika nyingi sana. Natumai ubuheri wa afya huko ulipo, na kama ulikuwa ofisini au kazini, kwa sababu kila sehemu ulipo ni ofisi. Unaweza ukawa labda ni fundi garage, hiyo ni ofisi yako. Unaweza ukawa labda saloon, barber shop, hiyo ni ofisi yako. Unaweza ukawa unauza nguo bwana, hiyo ni ofisi yako. Kwa hiyo chochote kile ambacho unakifanya ni ofisi. Sasa pengine ndo unarejea nyumbani mida hii, basi walau tuweze kupashana taarifa kadhaa hapa ndani ya Falme wa Soka. Nikuwa umetusubscribe, gusa alama kengele hapo ili tuweze kusafiri mdogo. Bwana, ziko taarifa nyingi, lakini kubwa zaidi ni wekundu wa Msimbazi Simba wanawasili alfajiri ya saa 10 usiku wa kuamkia leo kwa maana. Na mimi nitakuwepo pia pale airport kwenda kuona kile ambacho wanazungumza, kwa sababu nimesikia kocha Dimitar Pantev anaelezea kile kilichotokea jana, lakini pia Jota Neo Maema naye pia ametoa kwake moyoni. Neo Maema anasema hakuna wa kulaumiwa. Anasema wanaopaswa kulaumiwa ni wao wenyewe, walicheza chini ya kiwango. Kwa hiyo hawana msamaha wote kwa mashabiki na wanachama. Lakini pia Dimitar Pantev anasema wa kulaumiwa pia ni wao, wachezaji wamecheza chini ya kiwango. Anasema timu ina wachezaji wazuri sana, lakini wanacheza kwa kiwango cha chini sana. Anasema anaamini kwamba mashabiki na wanachama wataumia na wanaumia sana, lakini bado wachezaji hawampi kile ambacho yeye amekuwa akikifanya uwanjani. Kwa hiyo hata yeye pia anaumia, lakini kuna masuala kadhaa ambayo tunapaswa kuyaweka sawa. Simba sasa anaingia kwenye ligi ya kandanda Tanzania bara. Ana mechi ngumu hapa katikati. Kuna dabi ya Mzizima, tunafahamu tarehe 7 tu hapa kesho kutwa. Yes, ni mechi ambayo pengine ni mechi ya kuitazama kweli. Mechi ambayo ni ngumu kweli. Mnyama anapaswa kushinda kwenye hiyo mechi, kwa sababu akishinda anakuwa amemsogeza mkubwa mwingine, kwa sababu unavyozungumza kwenye ligi msimu huu kuna Yanga, kuna Singida, kuna Azam FC, wote ni timu bora sana. Kwa hiyo wachezaji wanarejea. Sasa wakirejea na ile mentality ya kusema kwamba baadaye wametoka kupoteza mechi 2 ya ligi ya mabingwa Afrika katika hatua makundi, wakaingia na mentali hiyo, akili hiyo kwenye ligi dhidi ya Azam FC ya tarehe 7, basi lolote linaweza ikatokea. Nimeona wachezaji wanajilaumu, kocha anajilaumu, lakini unajiuliza maswali. Hivi unajilaumu vipi wakati timu imecheza chini ya kiwango? Wachezaji wamecheza kama vile hakuna kitu ambacho walikuwa wanakihitaji kwenye mechi ile. Wachezaji wanatembea uwanjani, wanakosa nafasi nyingi za wazi. Elie Mpanzu anagongesha mamba, Jean Charles huwa anakosa goli, Joshua Budo Mutale anapaisha juu, lakini pia baadaye Jonathan Soana akiwa mpira anakosa, Shomari Kapombe anakosa goli. Yaani unaona kabisa kama ilikuwa kuna mkakati wa mgomo fulani baridi, wachezaji kama vile hawataka kucheza hivi. Alafu wana ligi ya kandanda Tanzania bara. Hapo pia ukiangalia bado wanahitaji ubingwa, ni misimu 4 sasa wamekosa ligi ya kandanda Tanzania bara, unafahamu hilo. Lakini pia ile kauli ya Haji Manara ya kwamba miaka 10 mfululizo back to back Yanga atachukua ubingwa, kama mwenendo ndio huu, kuanzia kwa ngazi ya viongozi, kuanzia kwa benchi la ufundi, kupanga kikosi ambacho hakieleweki. Mfano kama jana unacheza na mtu pale katikati kama Nabi Kamara na Jean Charles Ahoua, nje una mtu kama Yusuf Kagoma haumtumii. Yusuf Kagoma na Alassane Maudokante huwatumii, alafu wategemea timu yako ipate matokeo. Kwa hiyo kwangu naweza kusema kwamba Simba wanapaswa kuondoa ile mentality ya kupoteza kwenye ligi ya mabingwa haraka sana, wakatengeneza kikosi kwa ajili ya ligi kuu ya kandanda Tanzania bara. Mechi ambazo zinakuwa critical sana ni mechi ya Azam, mechi ya Yanga na mechi ya Singida pia. Zote zinakuwa ngumu sana kwa Simba. Sasa ili wafanikiwe, anapaswa kumpunguza mapema sana Azam FC, kwa sababu amekuja na mechi yao ni tarehe 7. Kwa hiyo ni mechi ambayo mnyama anapaswa kuiamua. Akiamua hiyo, anambakiza Yanga, lakini pia anambakiza pia Singida Black Stars. Sasa akiruhusu kupasuka, sababu Azam pia sasa hivi ni wazuri sana. Ukiwatazama kocha wao Flora Ibenge
wana wachezaji kina Jafte Kitambala Bora, kina Fei Toto, kina Idi Nado, wana wachezaji kweli wapambanaji. Kama ambavyo walicheza na Wydad Casablanca wakihamishia nguvu dhidi ya Simba, wanaona kabisa Simba kikaa vibana za kaumia. Wanapaswa kurudi wawe kitu kimoja. Kama ni uwanja wa mazoezi, wanapaswa kwenda kujiimarisha, wawe fitness yao iwe juu sana. Lakini kingine lazima viongozi wakubaliane kwamba je, wanataka kuisaidia timu ama wanataka kuibomoa? Je, malengo yao ni yapi? Wanataka wachezaji waendelee kucheza chini ya kiwango, wanataka mashabiki waendelee kuumia ama inakuaje? Just imagine timu inacheza vibaya, viongozi wao kwenye mkutano mkuu, mkutano wenyewe umeharibika, hujamalizika salama, lakini wakati huo pia wachezaji ukiangalia viwango vimeshuka, wachezaji wacheza chini kabisa. Hauwezi kuona fighting spirit kwenye mechi kubwa ya kutafuta points 3 ili waweze kurejea kwenye ile race ya kutaka walau kwenda hatua ya robo finali. Yaani wachezaji wanacheza kawaida sana, sio Simba ile ambayo tumezoea, ambayo ilikuwa na fighting spirit dhidi ya Singizini. Tuliona ubora wao ugenini. Kwa lazima wakae pamoja, waweze kukaa pamoja, waweze kuyajenga, waweze kubaliana kwamba wapi ambako walikuwa nakosea, wapi ambapo kuna changamoto, ili basi mambo yaweze kwenda sawa sawa. Kwa sababu mimi naamini mnyama kama atatulia, anaweza akashinda mechi zake zilizobaki. Anaweza akashinda dhidi ya Malen, uwanja wa Mkapa, anaweza akamfuata Petro di Luanda akaokota hata points 3. Simba na huo uwezo. Anaweza akaja hapa Esperance Sportive akampasua kwa Mkapa kama akiamua kucheza mpira wenyewe. Lakini kama watakuwa wameingiwa na yanayoendelea ndani ya Simba kwa sasa, viongozi kule, mpasuko na mgawanyiko unaoendelea, basi huenda Simba anaweza akashindwa kwenda hatua robo finali, akaweka rekodi mbaya sana. Ikawa ni moja ya timu ambayo imesalia katika hatua ya makundi na haijapata points yoyote kama wataendelea hivi. Nakumbuka wananchi Young Africans walikuwa na pointi 2 tu katika mechi zao 2 walizocheza. Wananchi Young Africans walianza vibaya, hawakuwa na points yoyote. Nakumbuka walifungwa na Al Hilal Omdurman, wakapoteza mechi yao, nakumbuka dhidi ya wale MC Alger. Unaona balaa hilo. Baadaye Yanga wakarudi, akaenda akajikotea, akajipigia Al Hilal Omdurman. Kabla Al Hilal alienda kwanza akapata matokeo ya sare pale kwa TP Mazembe, akaanza hesabu zake vizuri. Kwa hata mnyama anaweza akachanga karata zake vizuri na akafanikiwa hilo. Kama kuna wachezaji ambao ni mzigo, ambao hawajitumi, wanapaswa kujipunguza taratibu. Pia kama kuna viongozi ambao wao waharibia viongozi waliopo madarakani, wanapaswa kubainishwa ni kina nani na malengo yao ni yapi, ili mashabiki na wanachama wafahamu. Lakini mwisho wa siku wafahamu ya kwamba Simba ni klabu au timu ya wanachama. Wanaoyafanya wao wanachama na mashabiki wanaumia, na wao ndo wananunua jezi, wananunua zile merchandise, wanalipa viingilio, wanasafiri mikoani kwenda kufuata timu yao. Kama watawavunja moyo namna hii na haya yanayoendelea, inawezekana kabisa mashabiki pia wakaingiwa na baridi, wakasema hakuna haja gani ya kwenda uwanjani. Mimi naamini ya kwamba Simba ni moja ya timu ya mfano. Kama ni timu ya mfano, wanapaswa kuwa na utulivu, wanapaswa kuheshimiana, wanapaswa kuacha kejeli, maneno machafu ambayo hayafai. Pia wanapaswa kusapotiana. Hakuna mkubwa kuliko Simba, hakuna kiongozi mkubwa kuliko Simba. Simba ni kubwa na Simba iko pale, watu wataiacha. Lakini wakianza kuleta mpasuko, wanapa nafasi pia watani wao kuendelea kutamba pale. Haji Manara alisema watachukua ubingwa misimu 10 mfululizo. Tunaona dalili, sio? Kwa sababu Simba namna ambavyo wanacheza, migogoro ambayo yaishi, mambo yanakwenda tofauti kabisa, huenda yanayozungumzwa akatokea. So kwangu naamini kama mnyama atakuja na atatuliza akili yao, mechi dhidi ya Azam FC anaweza akapata matokeo. Kwa sababu pia kwenye ligi ya mabingwa ni mwezi Januari pale, wanawafuata Esperance Sportive kule Tunisia, wanaweza akawa wameseto hapa katikati na pengine mnyama akaenda robo final. Lakini kama yataendelea yanayoendelea, unaweza kashangaa Simba wakapata ile aibu ya mwaka, yani wakashindwa kwenda hatua ya robo finali. Wametengeneza rekodi kubwa, msimu jana wamefika finali. Lakini pia timu iliyoenda robo finali nyingi zaidi kwa hapa kwetu, lakini pia na ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Lakini pia ukiangalia Simba ndio wanashika nafasi ya 5 kwa viwango vya ubora barani Afrika. Sasa hiyo nafasi ya 5 kwa viwango vya ubora, kama watashindwa kwenda hatua robo finali, wanaporomoka, wanaenda kuanza tena upya. So watashindwa kumaintain hiyo status yao. Lakini kule alipo Fadlu Davis, anaweza akawa anasema kwamba sasa hii ndio Simba ambayo alifikisha finali. Fadlu Davis amewaachia wachezaji ambao wamewasajilia. Hakuna mchezaji ambaye sio mzuri, wachezaji wote ni bora. Lakini mwisho wa siku namna ambavyo wanatumika. Kwa hiyo hata Pantev naye pia anapaswa kubadilika, kujua namna kuwatumia wachezaji. Kila mchezaji apangwe kwenye nafasi yake, natural position. Mtu kama Kagoma acheze katika nafasi yake. Mtu kama Alassane Modokante acheze nafasi yake. Mpanzu nafasi yake, Morris nafasi yake, Mutale nafasi yake, Ahua nafasi yake.
soa nafasi yake Audace Bukwala, uone kama timu haijapata matokeo. Viongozi na benchi la ufundi wanapaswa kuepukana na lawama ambazo mashabiki wanazitoa. Weka mkoko, timu ikifungwa lawama ziende kwa wachezaji. Naamini ya kwamba mnyama akituliza akili anaweza akafanya lolote kitu kwenye mechi zao za ligi, lakini pia kwenye michuano ya ligi ya mabingwa walau akaenda robo finali kama atatuliza ubongo. Ona leo pia orodha ya wachezaji waliofanya vizuri. Orodha ya wachezaji waliofanya vizuri, umeona Neo Maema, yeye ana points 8.8. Lakini pia nimemwona Djigui Diarra bana amevuna points nyingi sana. Alikuwa ana wastani wa ubora rate ya 9.9. Ndio kwa mara ya kwanza mchezaji wa Tanzania anapata rate hiyo kubwa sana. Sasa hiyo ratio ambayo imetoka, hii ni mara baada ya yeye kufanya vizuri kwenye mechi iliyopita dhidi ya JS Kabylie, na ukiona goalkeeper ana hiyo rate kubwa ya 9.9, it means kwamba kulikuwa kuna shida katika eneo lao la viungo, lakini pia kuna shida pia katika eneo lao la ulinzi, na ndio maana goalkeeper alifikiwa sana. Kwa hiyo Yanga pia wanapaswa kuliboresha hilo, ingawa Djigui Diarra yeye alikuwa bora sana katika milingoti mitatu, akionyesha ubora mkubwa sana. Kipindi cha kwanza, kipindi cha pili alifanya save nyingi sana zile, kama unakumbuka, za papo kwa papo. Ndio alikuwa mchezaji bora sana ile mechi. Kwa hiyo amewashinda wote ambao walikuwepo kwenye kikosi kilichofanya vizuri. Kwa hiyo ukiona 9.9 ujue ni goalkeeper aliyoonyesha na uthubutu na ubora mkubwa sana. Neo Maema jana katika performance yake aliyoonyesha, wengi walimbeza wakasema amefanya nini, lakini goli lake alilofunga ukiachana goli, alikimbia distance kubwa sana uwanjani. Work rate yake ilikuwa kubwa sana uwanjani. Na yeye bana amepata rate ya 8.8. Kwa hiyo ni kubwa sana kwake na inaenda kumjenga na kumuongezea kitu, maturity yake pengine inaweza kambeba. Kocha yeye ndo anamuona mchezaji uwanjani kwamba huyu anaweza kufanya hiki, anaweza kufanya kile. Lakini watu wengi wanauliza Maema vipi, lakini kwenye mechi siku timu ikisipo perform vizuri, pia mchezaji mwingine anaweza kaibuka akaonekana. Kwa hiyo kwenye kile kikosi ambacho kimetoka, Neo Maema ameonekana akiwa bora pia kwa upande wa Simba. Kwa hiyo kwangu naamini kama ataendelea kukaza, ataendelea kujituma na ataendelea kufahamu yuko pale kwa sababu gani, huenda akachukua nafasi ya watu pale. Kuna baadhi ya wachezaji wanaweza wakapoteza nafasi zao. Kwa hiyo Neo Maema anapaswa kukaza na anapaswa kuonyesha thamani yake, ashinde, afunge magoli ili kuona namna gani pia Simba anasogea katika hatua ambazo ni muhimu zaidi, kwa sababu unapozungumza Simba imekusanya wachezaji wengi kutoka mataifa mbalimbali. Neo Maema anatoka South Africa pale, Rashid Roka anatoka South Africa pale, Jonathan Soa anatokea kule nchini Ghana, Joshua Budo Mutale anatokea pale nchini Zambia, Steve Dese Mukwala anatokea zake pale nchini Uganda. Hao wachezaji wote hao, Chamu Karabu anatokea zake kule nchini Ivory Coast, Jean Chaleo anatokea zake kule nchini Ivory Coast. Lakini ukiangalia juu pale unampata Elim Panza anatokea kule Kongo. Unaona bana, juu kule sasa unampata nani tena? Kwa hiyo ukiangalia asilimia kubwa wachezaji wengi wa Simba wengi wametoka mataifa ya mpira. Alassane Modokante anatokea taifa la boli, Senegali. Kwa utaona ubora namna ambavyo wameukusanya msimu huu. Kwa hiyo kuna Alassane Modokante, kuna Nabi Kamara yanatokea pale nchini Guinea. Kwa hiyo wachezaji wametoka maeneo mbalimbali. Uwezo mkubwa wao ndio wanapaswa kuonyesha uwanjani ili kudhibitisha ubora wao. Mchezaji anapocheza vizuri, ile rate inapopanda au anapopanda katika viwango na ubora alioonyesha kwenye mechi husika, CAF inamtambua, CAF inamrecognize kwamba bwana huyu alionekana kwenye mechi iliyopita alikuwa bora sana. Na hapo ndipo pia hata wale mawakala mara nyingi ndio wanatumia kama vigezo vya kuweza kuwasajili wachezaji. Kwa kama uwezi kupambana kwa ajili ya club, pambana kwa ajili yako, kwa ajili ya kutengeneza maisha yako hapo baadaye. Na hivyo ndivyo ambavyo vilabu vikubwa pia vinafanya. Mchezaji anaweza akawa hapambani kwa ajili ya club au kwa ajili ya mashabiki, anapambana kwa ajili yake, kwa ajili ya kutengeneza status yake na profile yake ili kuweza kufika mbali zaidi. Endelea kusubscribe, gusa alama kengele, kazi bado ipo za kutosha hapa. Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli, kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz.